Ni siku chache kabla ya sikukuu ya Idi, mitaa ya Kariakoo imefurika maelfu ya wananchi waliowasili kwa ajili ya manunuzi ya siku hiyo adhimu. Kutoka kona moja hadi nyingine, msongamano wa watu ni mkubwa, magari yakihangaika kupenya katikati ya barabara zilizojaa wanunuzi waliobeba mifuko ya bidhaa, huku wengine wakivuta watoto wao wasipotee katikati ya umati. Kutoka mitaa ya Msimbazi, Kongo Mkunguni, Sikukuu na Nyamwezi hadi Uhuru, wazazi wamejazana kwenye maduka na vibanda vya wauza nguo na viatu, wakifanya kila juhudi kuhakikisha watoto wao wanavaa nguo mpya katika sherehe hiyo kubwa ya Kiislamu. Pamoja na uhitaji mkubwa wa bidhaa, wananchi wengi wanalalamika kupanda kwa bei, ikiwapo nguo iliyopata umaarufu ya abaya ambayo ilikuwa inauzwa kuanzia 30, lakini kuanzia Machi 28 zimeanza kuuzwa 35 la kawaida hadi 60, na huku lile lenye urembo likiuzwa hadi 130,000. Mimi nimekuja kumnunulia mwanangu nguo za sikukuu, na mke wangu nimekuja kumchukulia abaya. Mabaya. Mimi unajua ndio na trend sasa hivi mjini hayo. Abaya zinaendaje sasa? Sasa hivi wanangu abaya 80 mpaka 170 hapo mwisho, haishuki zaidi hapo. Lakini unauonaje sasa mwamko wa biashara Kariakoo hasa katika kipindi hiki cha sikukuu? Baba, yani kwamba mambo mvurugano, watu wamejaa shazi, yani mpaka kupita mtu unakuwa unajisogeza, yani unamsukumiza mwenzako. Yani kama unaweza kuja na simu, usiporudi na simu nyumbani kawaida. Unadhani mfumo huu hapa wa watu kujazana hasa siku za mwisho kuelekea karibu na sikukuu ni sawa, au watu walitakiwa kujiandaa mapema zaidi? Watu walitaka kujiandaa mapema, sema kwa na mifumo ya kipato. Unajua mtu anajichanga, mwisho wa siku anakuja kubageni mpaka nafikia siku ndo kama unavyoona. Lakini sasa hivi unajua bei unaangalia na mfumo na hiyo biashara mzunguruko. Hali sasa hivi ni ngumu. Kwa hiyo jinsi tunapochukua mwanzo na sasa hivi tofauti. Sasa hivi unakuta dela ulikuwa unauza 18,000, sasa hivi unaambiwa 28. Kuangalia na yeye mfumo wake wa biashara, kwa tunaenda nao. Kutokana na ongezeko kubwa la watu, wafanyabiashara kwa wao ni kicheko. Hali ya biashara imekuwa nzuri tofauti na hapo kabla, na hapa wanatueleza. Na duka langu la vijora, then Ramadhani hii nimeuza kila biashara. Nashukuru Mungu, na support nyingi kwa mashoga zangu, marafiki zangu, mashemeji zangu. Kama unavyoona hapa, hii yote ni mizigo, tena inaenda mikoani. Yaani biashara tofauti. Nimeuza kiufupi. Nimeuza mabaya. Nguo hizi tunashukuru Mungu zimeitikika sana jamani. Japo mimi biashara yangu kubwa ni vijora, lakini ukiambatana na sikukuu, nimeuza nguo za watoto, nimeuza mabaya, nimeuza vitu vingi sana. Nimeuza vitu tofauti ambavyo vingine sio biashara yangu, ila kwa sababu nina support kubwa ya watu, kwa nikauza zile biashara ambazo mimi mwenyewe sio zangu. Nimeuza na ninashukuru Mungu kama hivi unavyoona. Mgeni njoo mwenyeji apone, ndicho ambacho unachoweza kusema. Wafanyabiashara wadogo maarufu kama machinga, ambao wamechukua sehemu kubwa ya nje katika soko la Kariakoo, nao wanaeleza furaha yao kutokana na ongezeko kubwa la watu. Biashara inaenda tu vizuri, wateja wananunua, wanachukua nguo, tunawashushia bei, dada zetu anachukua naenda nazo. Na gharama ya vitu vyenu vikoje? Je, vimepanda kwa sasa hivi ama viko kawaida tu? Viko tu vya kawaida. Mimi biashara yangu nauza vijora. Na namshukuru Mungu, biashara inaenda hivyo kidogo, japo watu walikimbilia sana kwenye mabaya, ila sasa hivi wanarudi kwetu. Nadhani kwa nini wanarudi? Muda umefika wa kuvaa vijora. Asubuhi ukiamka lazima uvae kijora upike chai, sio unaamka unavaa vitu vya zamani, haiwezekani. Kutokana na umati wa watu walijitokeza katika soko la Kariakoo, katika barabara ya Msimbazi na Uhuru kumekuwa na foleni kubwa ambayo ilihitaji mwongozo wa polisi wa usalama barabarani. Katika hali isiyo ya kawaida katikati ya barabara ya Msimbazi na Mafia, msongamano huo umesababisha watu kukaa barabarani zaidi ya saa nzima, huku bodaboda zikipenya na kusababisha msongamano.